Movie inaanza na Ada, Chidera na Success. Njiani anatokea bibi ana sufuria kichwani. Akaliweka chini. Sema nini wajukuu wangu? Bibi, shida nini? Nataka mnisaidie kulibeba sufuria langu. Mgongo wangu unauma. Bibi, sasa hivi ni saa 3, tunachelewa shuleni. Nisaidieni. Ada akakubali, wengine wakaondoka. Ile kulinyanyua sufuria ni zito. Basi akalibeba kichwani. Bibi anamuita tu. Pole mjukuu wangu, tafadhali njoo, tunakaribia kufika. Ada anasema bibi, ile sufuria ni zito. Bibi anasema jikaze, tunakaribia kufika. Ada anahangaika nalo kichwani tu mpaka anashindwa kutembea vizuri. Walivyofika maeneo akasema alitue chini, nakupa hili sufuria kama malipo. Ada akacheka. Bibi anasema hili sufuria ni la maajabu, linazidisha kile unachokiweka ndani yake. Ada akajaribu kuweka buku ndani ya sufuria. Bibi akalipiga sufuria mara 3. Kufungua buku zimejaa. Hizi pesa ni za kweli? Ndiyo, lakini nataka nikuonye, litumie sufuria vizuri. Kisha akapotea. Ada mbio na sufuria mkononi. Akawafuata marafiki zake Chidera na Success na kuanza kuonesha mokoto na kuambia kuhusu yule bibi na sufuria. Wakaanza kumcheka. Si watanii, hili sufuria lina nguvu ya kuzidisha chochote unachokiweka ndani yake. Basi akamwomba Chidera juice. Kisha akaiweka kwenye sufuria na kulifunika na kulipiga mara 3. Unamwangalia tu. Kufungua juice zimejaa, wakataka kukimbia. Subirini, njoni, ni za kweli. Akazimwaga chini. Akaweka tena biskuti na kulipiga sufuria mara 3 tena. Kufungua biskuti zimejaa. Wakaanza kusherekea pale. Tumekuwa matajiri. Kila mtu akaanza kusema mipango yake atakayoitumia kwenye sufuria. Ada ile anasema mipango yake, mara anaisikia sauti ya yule bibi ikisema na kuonya litumie sufuria vizuri. Akabaki kaduaa. Akasema hapana, hatuwezi kulitumia hivyo. Wenzake wakaanza kumlalamikia. Ada akatoka mbio na sufuria lake. Basi Ada anaonekana kuingia nyumbani kwa manyato ili asisikike akiwa na sufuria lake mkononi. Ile anaingia, maa shangazi yake akatoka. Ada, mbona umekuja na ile sufuria chafu? Hapana, sio chafu, ni mikwaruzo tu. Shangazi anasema huwezi kuingia ndani na ile sufuria chafu. Basi Ada ikabidi amdanganye, ni sufuria tunayotumia maabara shuleni. Shangazi akakubali kusikia hivyo, ila kesho asubuhi rudi nalo shuleni. Basi Ada akaingia ndani. Huko upande wa pili Success anamwambia Chidera kuwa tunalihitaji lile sufuria. Chidera anasema nilikuwa nimeshapiga mahesabu yangu ya vitu nitakavyovipata kwenye lile sufuria. Pesa nyingi, iPhone 16 za kutosha. Yani lile sufuria ndio ilikuwa njia yetu ya kutobolea. Kwa hiyo tunafanyaje? Chidera akasema tunaenda kuliba lile sufuria. Leo kuna watoto 5 wanaonekana wamekaa barabarani. Ile Ada anapita, mmoja wao akamuita, dada tafadhali tusaidie. Mimi na ndugu zangu hatujala chochote tangia asubuhi. Tusaidie chakula. Wazazi wenu wako wapi? Wameenda shambani. Ada akakumbuka na lile sufuria. Akahesabu pale, kisha akasema nisubirini nakuja. Akatoka na kimbia. Akarudi nyumbani na kulichukua sufuria lake na kontena lenye chakula ndani yake. Akaangalia huku na huku, kisha akaliweka kontena ndani ya sufuria. Kisha akalipiga mara 3. Kufungua, kontena zimejaa. Basi akazitoa kwenye sufuria na kisha kuzipakia kwenye mfuko. Watoto wakiwa wamekaa, mara Ada akafika. Haya, nimewaletea chakula cha kuwatosha na kiasi cha pesa. Basi akatoa pesa pale na kuwapatia. Dada, asante, Mungu akubariki. Sikieni, nyinyi watoto hamtakiwi